وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amenijalia kaniwezesha mimi na wewe tukawa ni wenye kufika siku kama ya leo, muda kama huu, tukiwa tumeshaasili katika studio yetu ya Iqra FM 95.0, studio inayompenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile na kumtakia rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma nesi mwingine bali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mimi wenu Ustadh Said Muhammadi, ambao kwamba tumekuja na lengo letu na sababu ni kuweza kufundishana maneno ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siko peke yangu, nina mchungaji vile vile nina mwalimu wangu hapa, ambao kwamba niwape fursa ya kuweza kujitambulisha kwa majina. Papo mchungaji, tuanzie. Nashukuru Iqra FM na walimu pia na wasikilizaji kwa hii siku Mungu ametupea tukue uhai. Mahali hapa tunazungumza vitabu. Ninaamini tutapata mafunzo mzuri kwa njia mzuri. Karibuni. Mimi Pastor Ali Mai. Na mkoko mwalimu wangu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwa majina naitwa Abdullah Sheikh, mwanafunzi wa kujifunza na wapenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karibuni Iqra FM. Naam, bila kupoteza muda, ikiwa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wale ambao kwamba tumejaliwa kufunga, tumombe Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu na tukubalie saumu zetu. Sisi ni binadamu na si wanadamu, hatujakamilika. Mahali ambapo kwamba tunakosea, Allah tunakuomba kwa rehema zako na kudra zako uweze kutusamehe. Sasa nafikiri ni mada ambayo kwamba tunaendelea nayo yenye kichwa cha anwani kwamba tunazungumzia habari za saumu, na alhamdulillah leo ni mwaka ambao kwamba tumepatana kwenye meza moja ya Waislamu wamefunga na Wakristo vile vile wamefunga. Sasa sisi Waislamu tunafunga mwezi gani? Ni mwezi wa 9 au ni mwezi wa Ramadhani? Na vile vile Wakristo huwa kuna mwezi huwa wanafunga. Mchungaji hapo hapa atatueleza. Nafikiri nichukue fursa hii mchungaji, leo wewe ndio utatuanzishia mada na mimi nitakuwa ni mwenye kumalizia. Kwako mchungaji, bila kupoteza muda. Nashukuru. Vile nimetambulia, mimi ni Pastor Ali, tuko hapa na Sheikh Said na msomaji yetu Abdullah na mwenye anatuongoza yote. Nafikiri Ramadan ni kwa pande ya Waislamu ni kweli miezi ambayo wanafunga, wanatafuta uso ya Mwenyezi Mungu, neema yake kwake. Na tena hata kwa Biblia ni kufunga ni wakati wananyenyekea mbele ya Mungu kutafuta uso yake, mengine kwa msamaha wa dhambi, mengine kwa kuongoza kwa njia mingi, mengine wakati Mungu anawasirikia, wanaomba, wanafunga na kuomba. Sasa katika hii hali ya kufunga kuomba, jambo inatendeka kulingana na maandiko takatifu ya Biblia na ya Qurani, naona inatofautiana. Sasa hapa nataka kuangalia hiyo tofauti. Msomaji nisomee Kutoka 19:14. Kutoka 19:14. Inasema hivi. Musa akatalemka milimani, akawaendea watu, akawatakasa. Nao wakafua nguo zao. Akawaambia watu, muwe tayari siku ya 3, msimkaribie mwanamke. Ikawa siku ya 3 wakati wa asubuhi,
palikuwa na ngurumo na umeme na wingu nzito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima. Asante sana. Katika hii kitabu ya Kutoka 19:14 hadi 15 tukisoma, tunaona wakati Mungu anamwambia Musa ili anataka kuwaonekania, anataka watu wasikie sauti ya Mungu, alafu wasanyike. Maandiko nasema Musa akawatakasa. Ili kukaribia Mungu wanajitakasa. Katika ile kutakasa kuna kutakasa nafsi yao na kutakasa mili yao. Akamwambia osheni nguo yenu, alafu anamwambia kwa siku 3 hii mtu asikaribie wake zao. Hii ni njia moja ya kujitakasa na kukaribia Mungu. Wanajitakasa, wananyenyekea, wanagopa Mungu ili wakaribie uwepo wake. Alafu ya pili pia, hebu nionyeshe Yoeli 2:15 hadi 16. Kitabu ya Yoeli 2:15 hadi 16. Inasema hivi, pigeni tarumbeta katika Sayuni. Ndio. Takaseni saumu. Takaseni saumu. Endelea. Kusanyiko kuu. Ehe. Kusanyeni watu. Ehe. Itakaseni kusanyiko. Hata somu itakasike, msanyiko itakasike. Ehe. Kusanyeni wazee. Kusanyeni watoto. Ndio. Na hao wanyanyao maziwa. Ndio. Bwana harusi na atoke chumbani mwake. Ndio. Na bibi harusi katika hema yake. Hata bwana harusi na bibi harusi pia watoke. Kwa sheria ya Agano la Kale, mtu mmoja akioa anakaa mwaka moja, atoki kwa nyumba, aendi vita, aendi kazi ngumu. Lakini wakati ya kufunga na kuomba wanaamurisha watoke hata hawa katika ile starehe ya kimili, kwa sababu kufunga na kuomba ni kujinyenyekeza na kujinyima chakula, hata starehe ya mili kulingana na Biblia. Hivyo sasa hata Mungu Yoeli anawaambia sasa, tokeni hata wenye wameoana watoke kwa hiyo mahali, wakuje katika hiyo maombi. Maanake haipatani mapenzi ya mili na hiyo maombi ama kufunga pamoja. Tunaona hata Musa alikuwa usikaribie wake zenu. Alafu hata hapa tunaona wanaeleza. Sasa kuja tena kwa Agano Jipya, kwa mafundisho wa Agano Jipya pia inasema hivi. Wakorintho wa kwanza 7:5. Ndio. Inasema kwa ile andika, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Hebu anzia 4. Mke hana amri juu ya mwili wake. Ndio. Bali mumewe. Ndio. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake. Ndio. Bali mkewe. Ndio. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Ndio. Ili mpate faragha kwa kusali. Mkajiane tena. Shetani asija akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Asante sana. Hii ni mawaida inapea mke na bwana. Wanamwambia mke hana mamlaka juu ya mili yake, pia hata bwana. Alafu naendelea, mapenzi ya mili wasinyimane, isipokuwa tu wakati ya maombi. Wakati wanafunga, wanaomba, wanasali, wakati huo haistahili kukaribia hiyo mapenzi ya kimili. Tunaona katika Torati, tunaona katika manabii, tunaona katika Injili pia. Wakati ya maombi hii ya kufunga na kufungua na kunyenyekea mbele ya Mungu, sio chakula tu kujinyima ama istare nyingine, hata mapenzi ya mili naona imekataliwa. Sasa enda kwa Qurani 2:187 inakuwa tofauti sasa hapo. Hebu tusome 187. 87. Ya, 2:187. Yanasema baada audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Yanasema hivi, mumehalalishiwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu
Ndio. Wao ni kama nguo zenu zilizokugandeni mwilini, na nyinyi ni kama nguo kwao. Mwenyezi Mungu anajua kwamba mlikuwa mkizihini nafsini zenu. Kwa hivyo amekukubalieni toba yenu na amekusameheni. Asante sana. Kulingana na hii aya ya Qurani, tunaona Qurani imeshusha kwa Nabii Muhammad baada ya Injili mwaka 610. Sasa hii anazungumza tofauti na ile kitabu iliyotangulia wakati ya kufunga na kuomba. Tunaona ya Musa, tunaona ya manabii, tunaona ya Agano Jipya pia ilikuwa inakataza isikaribiwe mtu mke yake, lakini hapa tunaona Allah anaruhusu wakati ya som waendelee na hiyo mapenzi ya kimili usiku hiyo ya Ramadhan, ya miezi ya Ramadhan. Kwanza inaruhusiwa, inamwambia wakifanya hivyo watasamehewa. Kwa hivyo hii ni kitu. Kwa nini kama Mungu huyu ni Mungu wa Musa? Najenga swali hapa mwalimu. Kama hii ni Mungu ya Musa, Mungu ya manabii, Mungu ya Injili, bora anazungumza tofauti na ameamuru jambo ambaye ni kabisa tofauti na desturi ya kutakaza somo. Na hiyo somo kweli imetakasika, kama ilikuwa anamwambia itakaze, na sasa inamwambia ifanye tamaa ya mili. Kweli hiyo somo ametakasika? Si tunaona ni kama kinyume na desturi ya Mungu aliyetangulia. Mambo ya pili pia, hebu nisomee Qurani 2:185 nafikiri 185. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Mwezi huo mliambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani. Ndio. Ambao imeteremshwa katika mwezi huo hii Qur'ani iliyo uongozi kwa watu. Asante. Na hoja zilizo wazi wa uongozi na upambanuzi wa baina ya haki na batili. Asante sana. Naona tena hii ni kweli ni kulingana na Qur'ani, hii mwezi ya Ramadhan ambaye Qur'ani imeteremshwa. Qur'ani imeteremsha siku moja ama miezi mizima? Hiyo ni swali yangu. Ama iliteremsha siku gani ili kwa hiyo mwezi Ramadhani? Nataka kujua tu, nataka kufahamu. Alafu ninaona ni kwa sababu mwezi Qur'ani imeteremsha, naona kama unafunga mwezi mzima. Labda utafute neema ya Mungu, mwalimu atatueleza zaidi. Lakini hebu enda kwa una hiyo siku Qur'ani na shuka imeshukisha, inajulikana ama hajulikani? Kama hajulikani, kwa nini? Ni aje? Hiyo ndio nataka kufahamu. Lakini enda kwa maandiko takatifu ya Biblia. Hebu enda kitabu ya Walawi 23. Walawi 23. Walawi 23:24. Inasema hivi. Nena na wana wa Israeli waambie, mwezi wa 7 siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Ni ukumbusho wa kuzipiga paragumu. Kidogo rudia, mwezi ya 7 siku ya ngapi? Nena na wana wa Israeli waambie, mwezi wa 7 siku ya kwanza ya mwezi ndio kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Ndio. Ni ukumbusho wa kuzipiga paragumu na kusanyiko takatifu. Ndio. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7, siku ya 10 ya mwezi hiyo ya 7 ni siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho itakuwa kusanyiko takatifu kwenu. Utasanyika kwa utakatifu kwenu. Nanyi mtazitesa nafsi zenu. Mtateza nafsi zenu. Nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Asante sana. Mstari wa 32 hiyo kitabu tu kutoka sio? Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Itakuwa
Walawi 23:20, saa hii tunasoma 32. Anasemaje? Rudia sasa. 32. Ndio. Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Ndio. Nanyi mtazitesa nafsi zenu siku ya kenda ya mwezi wakati wa jioni, tangu jioni hata jioni mtaishika hiyo sabato yenu. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli waambie, siku ya 15 ya mwezi huo wa saba. Inatosha. Sasa tunaona miezi ya saba, si miezi ya saba ya hii sakula ya dunia tunatumia, wala ya Islamu. Hapana. Kwanza wakati hiyo ya Islamu haiko. Kwa hivyo miezi ya saba hii ni kwa ile miezi ya kalenda ya Waisraeli. Anamwambia miezi ya saba, siku ya 10 utafunga, utajinyima na utateza nafsi yenu. Som ni kuteza mili, kuteza nafsi kwa ile starehe anataka. Kwa hivyo mtateza nafsi yenu. Alafu Mungu anamwambia tena, tarehe amemwambia, siku amemwambia, kwa mwaka siku moja amewekewa kitu tayari. Waisraeli sasa siku hiyo mkuhani mkuu ndio anaingia kwa hekalu ya Mungu, kwa patakatifu watakatifu, kwa damu ya wanyama, ili watu wapate msamaha. Sasa wanangoja hiyo kuhani akitoka huko, kizazi ya Aaron akitoka salama katika ile hekalu, wanaamini Mungu amewasamea. Siku wamemwambiwa, tarehe wamemwambia, namna wa kufunga pia wanamwambia. Kitoka tarehe 9 ya hiyo miezi ya saba mpaka tarehe 10 wataanza jioni tarehe 9 hiyo somo yao mpaka keshoe saa 12, 24 hours wanafunga. Alafu kama hiyo kuhani ametoka kitoka huko salama, wanaamini Mungu amewasamea dhambi zao. Swali yangu hii, kama watu ya Mungu ya kina Musa, Mungu amewadirishia siku ya kuwasamea kwa mwaka, siku moja sana hiyo ondolewa dhambi wanapata, na kwa nini leo hii katika Qurani imefichwa? Pengine hata siku ile ya Qurani kushuka, na sawa, Qurani kushuka, ama ni siku ambayo Waislamu wanaamini kama Lailatul Qadr, siku ambayo Qurani imeshukisha, inapatikana katika hiyo mwezi, nafikiri kama sijakosea. Hata hivyo, kwa nini hiyo siku imeficha? Na huku Mungu amewaeleza, ameweka wazi, wanaamini wakifunga siku hiyo, tena hata kufunga yao sio tena kama Waislamu wanafunga. Mara mingi Qurani nasema imelazimisha kama waliokuwa kabla yenu. Sasa waliokuwa kabla yao wanafunga hivi masaa 24, hata siku ile wanafunga. Sasa Waislamu unakula mpaka saa asubuhi, mpaka uone mistari wa mikono, alafu baada hiyo ndio utafunga mpaka jioni. Hiyo inamaanisha tayari mtu amekula breakfast yake, amekula lunch yake, alafu naona tu una skip hiyo 2. Hata hivyo ni sawa kunyenyekea mbele ya Mungu, lakini hii watu waliotangulia kabla yenu wamafunga hivyo 24 hours bila kukaribia, na wananyima nafsi yao tamaa ya mili, tamaa ya chakula yote, vinyaji, chakula yote, na mambo mabaya yote. Na kwa nini tena imekuja kufunjwa na katika Qurani hizo amri na hizo desturi? Hii ndio ninaona hapa tuoneshane, tufundishane katika hizi somo, gani ya kweli, gani anastahili. Asante sana, nafikiri nimefikisha katika yangu. Bismillahirrahmanirrahim. Amekuwa mchungaji Alimayo, naye amefundisha kulingana na imani yake. Vile vile akawa ameuliza maswali mawili pale ndani, anataka kujua Qur'ani iliteremka siku gani. Vile vile akasema waliofunga waliweza kunyimwa kwa maslahi
ya kijinsi ya kimwili. Bati ni vile tu mchungaji, nafikiri hujasoma tu vizuri vitabu, lakini ungelikuwa umesoma vitabu haya hungeweza kuyasema, bali kile ambao ungeweza kutuambia, nyinyi mumefunga saa hii, lakini mbona mumefunga tu kukosa kula vyakula vingine na baadhi ya vingine mnavikula mchana? Sasa hii ni kufunga samli gani? Ni kama kusema mimi si ni nguruwe, lakini supu ya nguruwe unafanyaje? Unakunywa. Sasa tofauti iko wapi? Si bora tu upakie zote? Mimi sili nyama, lakini supu ya nyama nakula. Hii ndio atachokifanya. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa katika Wakorintho wa kwanza 7 mstari yake ameanzia 5. Lakini sasa mimi naomba uteremke mstari wa 12. Haya Paulo sikie vile anavyozungumza. Wakorintho wa kwanza 7 ameasoma mstari wa 5. Hebu naomba mstari wa 12. Naam. Yanasema hivi kwa wale wanaandika. Lakini watu wengi nawaambia mimi. Paulo haya maneno anazungumza kwamba mambo haya anaambia watu wengi nini? Wala si Bwana. Ya kwamba iwapo ndugu mmoja. Unaona, kumbe haya maneno ametuambia iwapo mmekutana kwa muda msinyimane. Si maneno ya Mungu. Paulo amekataa, anasema si maneno ya Bwana, bali ni maneno yake yeye kama yeye. Sasa ya kwake yeye inabidi tumwachie yeye kama yeye. Endelea. Ya kwamba iwapo ndugu mmoja na mke asiyeamini na mke huyo anakubali kukaa naye asimwache. Ndio. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini na mume huyo anakubali kukaa naye asimwache mumewe. Unaona? Sasa hapa mchungaji ungetueleza hao kama wanatuambia mkiwa mmeoana na huko, lakini katika imani mwingine imani iko juu, mwingine imani iko chini, wanasema msiachane. Sasa hapa wanatengana wakikaa wapi na wapi? Hii ndio ungetueleza hapa kwamba je, unaweza ukaoa mke alafu kuna wakati ikifika Biblia imetuambia tukae mbalimbali. Hilo nafikiri liko nje ya mada ambayo kwamba tunaizungumzia siku ya leo. Haya ni maneno ya Paulo, anasema si maneno ya Bwana, si maneno ya Mungu, bali ni maneno yangu mimi kama Paulo. Tena ukiteremka chini, kwa sababu kulingana na muda tulionayo na tunataka tuteremke na mafundisho, anasema si agizo la Mungu, bali ni agizo langu mimi. Sasa kumbe haya yalikuwa ni maagizo ya Paulo. Lakini je, saumu imetajwa ndani ya vitabu? Haijatajwa. Nikasema sisi Waislamu tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9. Si Waislamu nafahamu kwamba Mwenyezi Mungu ametuwekea miezi 12 katika Qur'ani. Sura ya 9 aya yake ni ya 36. Hiyo ni mpya, inabidi tuandike. Naam, Nasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Naam. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Naam. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ذلك الدين القيم. Allahu akbar. Yanasema idadi ya miezi ya mwaka mmoja mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12. Unaona, idadi ya miezi ya miaka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Naam. Katika ilmu ya Mwenyezi Mungu mwenyewe tangu usiku alipoumba mbingu na ardhi. Naam. Katika hiyo imo minne iliyo mitakatifu kabisa. Katika miezi 12 kuna miezi minne ambazo kwamba ni takatifu, na hizi miezi hazijatajwa kwa jina ndani ya Qur'an, hazijatajwa, bali kuna mwezi ambao kwamba ni mtukufu ukatajwa kwa jina, mwezi wa Ramadhani. Endelea. Nayo ni Rajabu, mfunguo wa pili, mfunguo wa 3, na mfunguo wa 4. Kufanya hivi ndiyo dini iliyo sawa. Unaona, Mwenyezi Mungu ametuambia kuna miezi mitukufu, miezi minne. Miezi zilizo bora ni miezi minne, lakini mwezi mtukufu katika hizo miezi zote ni mwezi wa Ramadhani. Wapi? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani sura ya 2 aya yake ni ya 183. Anasema
ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mchungaji akauliza, hao waliotangulia ni watu gani? Wakati huu Qur'ani bado haijakuja. Ina maana kabla ya Qur'ani kufika, wakati wa Bwana Mtume Muhammad, kuna watu walikuwa wanafunga la'allakum tattaqun, ili tupate kumcha Mwenyezi Mungu. Waliokuwa kabla Bwana Mtume Muhammad, tuanze na mmoja wao. Hebu naomba nifungulie kitabu cha Kumbukumbu la Kutoka 34:28. 34:28. Naam. Kutoka. Waliokuwa kabla yake, kabla Bwana Mtume Muhammad, sikiliza wa kwanza ndio huyo. Naye alikuwa huku pamoja na Bwana siku 40 na siku yake. Huyu ni Musa, alikuwa na Bwana, alikuwa na Mungu. Maana yake walipiga mbiu mbele za Bwana. Sasa unaposikia walipiga mbiu au alikuwa na Bwana, haina maana kwamba alikuwa amekaa na Mungu, hapana. Alikuwa amejinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu, ndio. Hakula chakula wala hakunywa maji. Naam. Naye akaandika katika hizo mbao haya maneno ya maagano. Naam. Hizo amri 10. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai. Naam. Na zile mbao 2 za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima. Naam. Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa. Unaona? Musa alipopenda kupewa zile amri 10, alifunga siku 40 usiku na mchana. Wakati huo alikuwa ako mbele za Bwana. Sasa vile alikuwa ana survive huko, Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anajua, kwa sababu ilikuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rudi ndani ya Qur'ani mwalimu. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Enyi mlioamini, safi, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Naam. Ili mpate kumcha Mungu. Ndio. Siku chache tu. Naam. Kufunga huko. Na atakayekuwa mgonjwa katika ninyi. Katika huku kufunga Mwenyezi Mungu ametufanyia wepesi, hajatuwekea mashaka, kwa sababu wanasema funge tumefaridhishiwa, tumelazimishwa kufunga. Sasa wagonjwa wangepata shida, wale safarini wangepata shida, walio na haja zingine wangepata shida. Mwenyezi Mungu akasema hapana, katika huko kufunga, ili dini isije kaonekana ni mzigo kwenu, akaanza kuturahisishia, akatupa namna ya kufunga, kisha akatupatia mwelekeo. Ikitokea hili basi usijihalifisha nafsi isipokuwa katika uweza wake. Endelea. Na atakayekuwa mgonjwa katika nyinyi, naam, au katika safari, safi, akafungua baadhi ya siku, ndio, basi atimize hesabu katika siku nyingine. Naam, Mwenyezi Mungu anasema ukiwa mgonjwa ama uko safarini, basi usijihafilisha nafsi, bali fungua katika zile siku ambazo kwamba unajua utakuwa kwenye matibabu, ama zile siku ambazo kwamba utajua uko kwenye safari. Ndio ukaona mpaka hata kwenye swala kuna tahir na kuna takdim, kuna kuchelewesha na kuna kutanguliza. Unaweza ukaswali dhuhuri ukaishikanisha pamoja na laasiri, na unaweza ukachelewesha ukaswali laasiri ukashikanisha pamoja na dhuhuri. Mwenyezi Mungu akataka dini iwe wepesi kabisa. Sasa iwapo atakayekuwa mgonjwa ama kwa safarini, basi zile siku ambazo kwamba atakuwa amezifunga, Mwenyezi Mungu anatuambia tufungue, ili utakapomaliza angalia ni siku ngapi ambazo kwamba utakuwa hujafunga, ili uweze kukamilisha. Naam. Na wale wasioweza, naam, watoa fidia kwa kumlisha maskini. Unaona, na ile ambayo kwamba hata kuwa ni hawezi kabisa, ni mnyonge, mwili hali yake taabani, hajui atapona lini, hana uhakika kwamba huenda hiyo maradhi ikakuwa ndio yake ya mwisho, itakuwa ni kuondoka katika. Sasa aanze kulisha wale ambao kwamba wamefunga. Naam, endelea. Na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake, naam, basi ni bora kwake. Naam. Na huku kufunga, naam, ni bora kwenu. Ndio. Ikiwa mnajua haya sasa, basi fuateni. Mwenyezi Mungu anasema laiti nyinyi mngelijua umuhimu wa kufunga, basi fateni. Kuna mifano tunaweza kupeana, lakini kulingana na muda ambao tulionao, hebu tusafiri na maandiko. Akazungumza akasema, hebu hiyo ni aya 185 mmaliza.
Umefika ngapi? 85. Endelea 85. Mwezi huo mliambiwa mfunge. Mwezi huo mliambiwa mfunge Ni mwezi wa Ramadhani. Kumbe umetajwa mpaka kwenye jina kwamba mwezi huo mliambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa kwanza kwa Kiarabu unaitwaje mwalimu wangu? Muharram. Mwezi wa pili? Safar. Wa tatu? Rabiul Awwal. Ya nne? Rabiul Thani. Ya tano? Jumadil Awwal. Ya sita? Jumadil Thani. Ya saba? Rajab. Ya nane? Shaaban. Ya tisa? Ramadhani. Unaona? Sasa kumbe mwezi wa Ramadhani ndiyo tunafunga. Yeremia 36:9. Yeremia 36:9. Na hizi naziaja tu mwalimu, hizi nazidoji tu, na ngoja tukimaliza katika kipindi cha pili ndio tutarudia. Inasema hivi. Naam. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu. Ilipokuwa mwaka wa 5 wa Yehoyakimu. Sasa ameuliza waliokuwa kabla yetu. Endelea. Mwana wa Yosia. Naam. Mfalme wa Yuda. Safi. Katika mwezi wangapi? Wa kenda. Yaani kenda kwa Kiswahili, mwalimu wangu kidogo naona wewe ndio mbunifu wa Kiswahili. Kenda manake mwezi wangapi huo? 9. Ulipokuwa mwezi wa 9, watu wote waliokuwa katika Yerusalemu. Angalia, walisema watu wote waliokuwa Yerusalemu wote. Na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka mji yote ya Yuda. Unaona? Na yoyote yule aliingia katika mji ule wa Yerusalemu kutoka Yuda, kutoka sijui wapi, kote wenye kuingia waliambiwa wafanyaje? Wakapiga mbiu ya kufunga. Mbele za Bwana. Maana sisi amri ya kufunga si amri yetu sisi, bali ni amri ya Mwenyezi Mungu. Walifunga nini? Kwa sababu unaweza kuwa labda tunazungumzia alifunga mlango, ama alifunga gari, ama alifunga duka, ama alifunga nini? Walifunga nini? Isaya 58:1. Walifunga nini sasa? 58:1. Piga kelele. Usiache. Mwalimu, 58 ngapi hiyo? 58:1. 58:8. 58:8. Ndipo nuru yako itakapopamzika. 8:9. Ndipo utaita Bwana. Mwalimu, 58. Hebu niangalie 2 kwa sababu wakafunga saumu. Na kama imetoka tutaipata tu muda usio kwa mrefu kwa sababu naam, kufunga namna hii. Saumu ngapi? 58 ngapi? 5. Kufunga namna hii. Kufunga wa namna hii ni saumu ambayo nilioichagua mimi. Kumbe saumu Mwenyezi Mungu yeye ndiye alichagua, sio sisi. Wakapiga mbiu kufunga mbele za nani? Za Bwana. Kumbe Bwana yeye ndiye anafaa kufungiwa, yeye ndiye ametuamrisha tufunge. Wakapiga mbiu wakafunga mbele za Bwana. Je, Mungu anauliza sasa, je, saumu ya namna hii sio ile niliichagua mimi Mungu? Ndio Mwenyezi Mungu akasema katika miezi alizochagua Mwenyezi Mungu kuna miezi 12. Ndani ya miezi 12 mwezi mmoja ambaye ndio mwezi wa 9 tumefaradhishiwa, tumelazimishwa sisi kama Waislamu tuweze kufunga. Maliza Isaya. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyochagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake na kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Unaona? Sasa kumbe wakati ule watu walikuwa wakifunga, wanainamisha hati nini, wanafaa nguo za. Na mimi nikutana siku moja jamaa pale Rongai pale Mea Road, eti walikuwa wamefunga, wamevaa gunia, alafu wameinamisha vichwa kwa barabara. Kulingana na muda nafikiri nitaweza kupost. Sijasikia nimefika ukingoni, nimepost kidogo. Tutakaporudi katika kipindi cha pili tutaweza kumalizia maandiko, kwa sababu mchungaji amesema kuhama eti wanawake mzima wametuhalalishia kuingiliana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nitakuja kufundisha biidhnillah taala. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa ni 55 dakika zimesha katika baada ya saa 5. Saa hizi ni za Afrika ya Mashariki, msikilizaji, ambapo moja kwa moja tunapata mapumziko, tupate mukhtasari wa dira kwa lugha ya Kinene, na baadaye turudi tena katika awamu yetu ya pili na ya mwisho, ambapo awamu hiyo, msikilizaji, itakuwa inakuhusu wewe moja kwa moja. Cha msingi na cha sekondari usikibonyeze kidude, tuama papo hapo kama maji ya mtungi. Cha msingi na cha sekondari. Tulia hapo kama maji ile kwa kusema.